Kitabu ni Mwanzo 1 ule mstari wa kwanza. Ninasoma kwa uweza wake Mwenyezi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ndivyo neno lasema, ndivyo maandiko yasemavyo, ya kuwa hapo mwanzo muumbaji ni Mungu, naye Mungu akaziumba mbingu na nchi kwa uweza wake. Ni neno la maarifa kwa yeye asikiaye, ni neno la maarifa kwa mimi ninayesoma, ninayesimama na kunena hizi habari, ya kwamba wanadamu wote, sisi tulioko chini ya mbingu, sisi tuliopo juu ya uso wa nchi, tufahamu, nifahamu vivyo vivyo, ya kwa Mungu yeye ndiye muumbaji. Mungu yeye ndiye aliyeumba mbingu na nchi kwa uweza wake peke yake. Hakushirikiana na mtu yoyote, hakushirikiana na kiumbe chochote. Mungu peke yake, yeye ndiye aliyefanyika kuwa muumbaji. Hivyo vitu vyote tunavyoviona vimeumbwa kwa mkono wake. Vitu vyote vilivyoizunguka nchi, vilivyozunguka mawingu, ni limbuko ya mkono wa Mungu. Sisi wanadamu tupo katika shamba la Mungu. Nchi ni shamba la Mungu. Sisi ni mavuno wa Mungu. Sisi ni mazao ya Mungu. Hivyo Mungu ndiye muumbaji kwetu. Yeye ndiye mwezeshi wa kila kitu. Yeye ndiye mwezeshi wa kila jambo. Baada ya kuumba, hakuishia tu kuumba nchi, akaendelea na uumbaji na vitu vyote vijazao ulimwengu. Akaviumba, akaumba anga, akaumba mbingu, akaumba ardhi. Kupitia ardhi akamuumba hata mwanadamu, akakuumba mwanadamu, akatuumba wanadamu. Upo mpango wa Mungu wa kutuumba sisi wanadamu. Upo mpango wa Mungu wa kuiumba nchi. Aliumba nchi ili mwanadamu akapate kuishi, ili mwanadamu akapate kuishi. Ikafanyika kama paradiso ndogo katika nchi kwa uwezo wake Baba Mwenyezi. Haleluya! Ni neno la maarifa kwa watu wote. Unaweza ukawa unaishi tu, unaweza tu ukawa unaenda tu, ndugu yangu, usijue limbuko, usijue mwanzo, nani alifanya yote, wala usijaribu hata kugusa uwezo wa Mungu, kufikiri pengine labda Mungu hayupo. Mungu yupo, yeye ndiye muumbaji. Mungu yupo, yeye ndiye mwanzo wa kila kitu. Anaposema mimi ni Alfa na Omega, mimi ni mwanzo na mwisho, huwa akosei. Hakika yeye ni mwanzo na mwisho. Hivyo mwanadamu akaumbwa kwa mfano wa Mungu, akapate kutawala vitu vyote vilivyoizunguka nchi, viendao angani na vitambavyo na vilivyopo ndani ya maji, yaani bahari. Mungu alitoa mamlaka mwanadamu apate kuvitawala, lakini agizo la Mungu ni kwamba naye Mungu akaachilia agizo kwa sisi wanadamu, ya kwamba imetupasa tukawe na maarifa, pamoja na kwamba
kisha kwa mwanadamu anatilia ufunuo ya kwamba tujue ya kuwa mbingu na nchi vimeumbwa katika mkono wake. Mbingu na nchi vimeumbwa katika uwezo wa Roho, kama maandiko yanavyosema, hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, pasipo neno hakuna kilichofanyika, pasipo neno hakuna kilichotendeka. Na Mungu ndiye neno, yeye ndiye mwezeshi, yeye ndiye muumbaji, anastahili sifa na utukufu kwa wanaume, kwa wanawake, kwa wakubwa na wadogo. Wa kuabudiwa ni Mungu. Chukua maarifa ya neno la Mungu, acha kuabudu vitu vingine, acha kuvipa thamani vitu vingine. Yupo muumbaji, yupo mwenye uweza, yupo mwenye uweza zaidi ya mambo yote. Mungu kwanza, Mungu kwanza, ndipo wengine wafuate. Yeye ndiye muumbaji, yeye ndiye aliyetuweka hapa, yeye ndiye aliyeachilia uwezo wake tukapate kuishi, tukapate kuonekana. Ya nini tuabudu pesa? Ya nini tuabudu mapenzi? Ya nini tuabudu uchawi? Ya nini yote hayo? Chukua neno la ufahamu ya kwamba yupo aliyefa, yupo aliye muumbaji, yupo anayetujua zaidi ya tunavyojizania. Hakuna awezaye jificha mbele zake. Anasema yanapotuangalia, macho yake si kama yetu. Yeye anaona mpaka mawazo yetu. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, Mungu anaona kuwaza kwako, Mungu anaona kuwaza kwangu. Je, unawaza nini juu ya Bwana? Tunawaza nini juu ya Bwana? Zidi ya uumbaji tuna nini cha kumlipa? Zidi ya kutujengea hii dunia. Ujenzi tu wa kawaida wa nyumba huwa tunalipa mafundi, huwa tunalipa, lakini ujenzi wa nchi utamlipa nini? Ndipo anasema kwa uweza wake, anasema mbingu ndipo kipo kiti changu cha enzi, duniani ni mahali pangu pa kuweka miguu. Mtanijengea nyumba ya namna gani ili nikapate kuishi? Mtatoa sadaka ya namna gani? Maana vitu vyote vilivyo ulimwengu, vilivyozunguka ulimwengu, vimefanyika kwa mkono wake. Hivyo anatupa maarifa ya kwamba kama mwanadamu anatafuta chochote cha kumlipa Mungu, hakipo. Maana vyote unavyoviwazia ni mali yake. Ndipo nasema sadaka pekee anayopendeza nayo, umpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote, kwa mawazo yako yote, kwa nguvu zako zote. Hiyo ndiyo sadaka pekee ambayo Mungu hataipokea kutoka kwa mwanadamu, kama yanavyo maandiko ya kuwa moyo uliopondeka, moyo uliovunjika, hakika Bwana hata udharau. Pondeka moyo kwa neno la Bwana, vunjika moyo kwa injili yake iliyo hai, ukapate kumtumikia. Wakati wa kutumika, wakati wa kuabudu ni sasa, si wakati wa kuendelea kulewa, si wakati wa kuendelea kuwa mchawi, si wakati wa kuendelea kuwa mzinzi, si wakati wa kuendelea kuwa mwongo, si wakati huu
maandiko yaliyo matakatifu, maana huo pekee ndio uzima. Anasema ya kwamba wakati utafika, hii dunia hataigarakisha, hataibomoa, hataitupa kule. Ni kwa sababu ni dunia yake ya Mungu. Atakapoiadhibu hii dunia, hakuna atakayemlaumu, hakuna atakayemshtaki, maana ni kazi yake, ni kazi yake, ni nyumba yake. Hata leo wewe ukiamua ubomoe nyumba yako ili uijenge vizuri, hakuna atakaye kuingilia. Ni kwa sababu ni mali yako. Vivyo vivyo Mungu anaposema wakati unakuja anaiharibu hii dunia, anaweka makao upya. Wala nisikushangaze, sisi tunachopaswa ni kulilia tu Bwana, kwamba sisi Bwana tutakuwa wapi? Ndipo anasema tubuni, ondokeni katika uchafu wote, geukeni dhidi ya maovu yote, ili nilipo mimi nanyi mkawepo. Kwa uweza wa Mungu, Yesu Kristo anasema, ninakwenda mbinguni kuandalia makao, ili nilipo mimi nanyi mkawepo. Hivyo anaachilia ibada ndani yetu, anaachilia tumaini. Tuendelee kuamini hivyo. Epuka jinsi unavyoamini, chunguza namna unavyoenenda. Nyakati ni za hatari. Mungu anahitaji toba. Mungu anaamuru toba. Toba ni agizo la Mungu dhidi ya wanadamu. Wanadamu apate kutubu, apate kuamini kile kilichotendeka msalabani, ya kuwa ni uwezo wake Mungu, ya kuwa ni mapenzi yake Mungu, ili kupata kutonusuru. Anasema yeye ni muumbaji. Sasa anaenda kuharibu kila kitu, na hakuna kitakachomtokea, hakuna atakapoingia hasara, maana yeye ni zaidi ya mafundi, yeye ni zaidi ya kutengeneza. Tumwamini Mungu. Amini Mungu. Wewe umesahau nini duniani? Unangoja nini? Unangoja nini? Mungu yeye pekee anaita watu wake kila kuitwapo leo. Anatuita kwa uweza wake, anatuita tupate kugeuka, tupate kugeuka zile mambo ya kidunia. Dunia imechafuka, dunia imewayawaya, dunia ni uchafu mbele za Mungu. Mungu akikuangalia anaona umechafuka ovyo ovyo, lakini ameachilia uwezo wake, kama nenavyo maandiko, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Wakati wa kumwamini Mungu, wakati wa kumwamini Yesu ni sasa. Kwa vile anavyotuhubiria, kwa vile anavyojidhihirisha, mgeuka ndugu yangu, hautakuwa na sababu tena, sitakuwa na sababu tena. Tupo katika shamba la mtu, si mali yetu. Unaweza ukawa unahangaika kuwekeza hapa, lakini ndiyo, si vibaya kuwekeza,
tukafahamu unawekeza kwenye kiwanja cha mtu, unajenga kwenye mali ya mtu ambaye ndiye Mungu. Wakati unakuja atagharakisha vyote tulivyo navyo. Tutabaki tunashangaa, tutabaki tunajiuliza, tutabaki tunaulizana, lakini atasema hamkujua ya kwamba mimi ndiye Muumbaji, mimi ndiye niliyefanya vitu vyote kwa mkono wangu, na mnaviharibu kwa utukufu wangu. Hakuna kitakachobaki. Vyote ulivyoviangaikia vitagharakishwa. Vyote ulivyoangaikia usiku na mchana, hautabaki hata na kimoja, hautabaki hata na mtoto, utabaki wewe mwenyewe. Ndipo anasema kila goti litapigwa, kila jicho litaona, kila ndimi itakiri ya kuwa hakika wewe ni Mungu. Lakini wakati huo haitakusaidia usipokiri saizi, usipoona saizi, usipochukua neno la maarifa saizi. Huyo wakati utakuwa ni kulia. Heri ungeuke leo, heri tumwamini pamoja, heri tumfuate Mungu, heri tumwamini Yesu Kristo, kama maandiko yanavyosema ya kuwa Yesu Kristo yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Yeye pekee ndiyo njia ya kwenda mbinguni. Kwa uwezo wa Mungu amepewa mamlaka. Kwa uwezo wa Mungu, Yesu Kristo ndiye Mwokozi wetu, ndiye aliyepewa mamlaka. Yeye atakayepata maarifa zidi ya neno la Mungu, matumaini yote tunamgeukia huyu Yesu. Matumaini yetu yote yako mikononi mwake. Uponyaji, wokovu, vyote viko kwa Yesu. Ndipo Yesu Kristo anakuja duniani, anaanza kuhubiria watu. Yesu Kristo anavaa mwili, anakuja duniani kuja kutupasha. Anatuambiaje? Tulisoma kitabu cha Marko 1 ule mstari wa 15. Ninasoma kwa uwezo wake Mungu. Tuangalie tutaponea wapi tusipoyafahamu haya, tusipoyaishi haya, tusipoifanya mioyo yetu kuwa miepesi, hatutapona. Kitabu ni Marko 15, Marko 1 mstari wa 15. Akasema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini na kuiamini Injili. Huyo ni Yesu Kristo, anahubiri akiwa duniani, anahubiri akiwa ameshuka katika hali ya mwili. Anasema, ewe mwanadamu, wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Kutubu ni kuacha, ni kuacha zile matendo yote mabaya, ni kugeuka. Kama ulikuwa na michepuko unaacha, kama ulikuwa mjanja
ukiacha uovu wako ukaamini kazi ya msalaba, dhambi haihesabiwi tena, unahesabiwa kuwa haki, kama maandiko yasemavyo ya kuwa anasema tunajua ya kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa njia ya imani pasipo tendo la sheria. Haleluya! Yesu ni mzuri, Yesu ni mwema, Yesu ni mwezeshi, Yesu anatupenda. Kwa uweza wake tumefunuliwa vitu vyote, kila kitu kipo wazi. Ametujuza mambo walioanza, anatujuza mambo mapya, anatujuza na mambo yatarajiayo. Mwanadamu ukimwamini Yesu utaelewa nyakati na majira ya kwamba sasa ni nyakati gani, sasa ni majira gani. Sasa ni majira ya kutubu, sasa ni nyakati za kunyenyekea, za kujitakasa. Anasema tuzidi sana kujitakasa, kujitakasa. Oh, haleluya! Popote ulipo, Roho wa Mungu akupe ufahamu, Roho wa Mungu akupe maarifa ya kwamba nafsi yako imekusudiwa kwenda jehanamu. Usipotubu heri ukaikimbia jehanamu. Kwa kumwamini Yesu Kristo. Asante kwa uwezo wako Bwana, tunashukuru kwa upendo wako mwezeshi, zidi kutuwezesha peke yetu kwa jinsi ya mwili hatuwezi lolote Bwana, na mno wako pekee azidi kutushuhudia kila kuitwapo leo kwa mapenzi yako, mfalme wa amani. Asante msikilizaji, asante. Hilo ndio neno la Bwana, ulitie moyoni mwako ya kwapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ulikuwa hata wewe bado hujaumbwa, nilikuwa hata mimi bado sijaumbwa. Kaumba na vitu vyote, ndipo kakuweka wewe, ndipo kaniweka na mimi, ili tupate kumwabudu katika yeye pekee. Epuka kuabudu maisha, mwabudu Mungu. Asante mtakatifu, wewe Bwana uliye mwezeshi. Ninashukuru kwa uweza wako, ninashukuru kwa neno lako asubuhi ya leo. Bwana, mwaminifu, tutetee Mwokozi wetu, tutetee mwaminifu, tupiganie wewe tu Bwana, hatuwezi lolote, wewe ndiye mwezeshi, hatuwezi lolote, wewe Bwana ndiye unajifunua zaidi kwetu. Zidi kujifunua Bwana kwa watu wote, onesha uovu wao wapate kugeuka, tukawa na ufahamu wa kukujua wewe Mungu, ya kuwa wewe ndiye mwezeshi, hatuna mwingine zaidi yako. Tuhurumie mwaminifu, tuhurumie. Asante mtakatifu, nami kwa uweza wako nikiomba na kuamini, amen.